Ni mchezaji yupi raia wa Uhispania aliyekuwa nahodha mchanga zaidi wa Arsenal akiwa na umri wa miaka 21 mwaka 2008? Francesc Fabregas. Correct. Mnamo mwaka wa 2020 Arsenal ilishinda taji la FA dhidi ya Chelsea. Ni nani alikuwa nahodha aliyenyanyua kombe hilo baada ya kufunga magoli yote mawili? Pierre-Emerick Aubameyang. It's a tough game, but Chelsea wako na hiyo home advantage. So I think tactically pia Rosenia ameprove is a manager among the top managers Premier League. Kicheki pia venye despite the loss ya Arsenal venye Chelsea walicheza ball hiyo game. So I think Chelsea to win, home advantage 2-1. Safi. Nama siku zote halua haikinai na wanaokoma hawakomai. Moja kwa moja tunazama ndani ya mpango mzima Chemsha Bongo Live, kitengo kinachoangazia ufahamu wa mashabiki wa soka haswa katika ligi kuu ya soka nchini Uingereza kuhusiana na klabu zao. Kama ilivyo ada na desturi yetu, leo tumekuandalia maswali 15 yanayohusiana na klabu ya Arsenal kutoka mwaka wa 1999 hadi kufikia sasa mwaka 2026 chini ya ukufunzi wa kocha Mikel Arteta. Leo tunaye shabiki wa Arsenal ndani ya mpango mzima EPL mtaani. Mambo vipi bro? Fiti sana bro. Wanakuita nani? Naitwa Collins Kuliga. Yes. Uko tayari tuingie kwenye Chemsha Bongo Live? Niko tayari kabisa. Kabisa. Yeah. Safi. Twende kazi. Swali la kwanza. Ni mchezaji yupi wa klabu ya Arsenal aliyefunga magoli matatu kwa maana ya hat-trick dhidi ya Chelsea ndani ya dakika 15 mnamo mwaka wa 1999 pale ugani Stamford Bridge? Nwankwo Kanu kutoka Nigeria. Safi. Ni mchezaji yupi aliyefunga goli la ushindi katika fainali ya FA ya mwaka wa 2014 dhidi ya Hull City, bao ambalo lilimaliza ukame wa mataji wa miaka 9? Sanchez, Alexis Sanchez. Giroud. Take 3. Okay. Aaron Ramsey. Correct. Swali la tatu. Ni mchezaji yupi raia wa Uhispania aliyekuwa nahodha mchanga zaidi wa Arsenal akiwa na umri wa miaka 21 mwaka 2008? Francesc Fabregas. Correct. Safi. Swali la 4. Arsenal walimsajili Alexis Alejandro Sanchez kutoka taifa la Chile mwaka 2014. Alitokea klabu gani kabla hajatua jijini London? FC Barcelona. Correct. Swali la 5. Mjerumani Mesut Ozil aliweka rekodi ya kutoa assist nyingi zaidi katika msimu mmoja wa Premier League kwa Arsenal. Assist 19 ilikuwa ni msimu upi? Mesut Ozil 2015-16. Correct. Ni nani alikuwa mchezaji wa kwanza kusajiliwa na Arsenal baada ya Arsene Wenger kuondoka na Muhispania Unai Emery kuchukua hatamu za uongozi ndani ya uga wa Emirates mwaka wa 2018? First signing Unai Emery. Yes. William Saliba? Okay. Aubameyang. Wacha nikusaidie. Anaitwa Stefan Lichtsteiner. Unamkumbuka? Yes, kutoka juzi. Safi. Swali la 7. Mnamo mwaka wa 2020 Arsenal ilishinda taji la FA dhidi ya Chelsea. Ni nani alikuwa nahodha aliyenyanyua kombe hilo baada ya kufunga magoli yote mawili? Pierre-Emerick Aubameyang. Correct. Swali la 8. Mwingereza Bukayo Temidayo Saka alianza kuvaa jezi nambari 7 msimu wa 2020-2021. Ni mchezaji upi alikuwa anaivaa jezi hilo kabla yake? Alexis Sanchez. Henrik Mkhitaryan. Correct. Swali la 9. Arsenal ilimsajili Martin Odegaard kutoka taifa la Norway kwa mkopo mara ya kwanza kabisa mwezi Januari mwaka wa 2021. Je, alitokea klabu gani? Real Madrid. Correct. Swali la 10. Ni nani aliyetoa tuzo la mchezaji bora wa msimu ndani ya klabu ya Arsenal kwa kimombo Player of the Season kwa misimu miwili mfululizo, msimu wa 2021 na msimu wa 2022? Player of the Season 2021-2022. Yes. Martin Odegaard.
Pierre-Emerick Aubameyang, Bukayo Saka. Correct. Swali la 12, ni nani alikuwa goalkeeper nambari 1 wa Arsenal aliyecheza mechi zote 38, kwa kimombo wanasema 38 za Premier League katika msimu wa 2022 hadi 2023? David Raya, Aaron Ramsdale. Correct. Swali la 13, katika kampeni ya kusaka ubingwa wa Premier League msimu wa 2023-2024, Arsenal ilivunja rekodi ya klabu ya ushindi mkubwa zaidi ugenini kwenye Premier League kwa kuifunga timu ipi mabao 6 kwa nunge? Wolves. Nisaidie. West Ham United au Sheffield United walishinda magoli 6-0 mara 2 ugenini msimu huo. Hiyo ni Arsenal. Swali la mwisho na la 15, Waingereza wanasema last but not least. Haya, aliyekuwa mshambuliaji wa Ufaransa Thierry Henry alijiunga na Arsenal tarehe 3 mwezi Agosti mwaka wa 1999 kutokea klabu gani? Juventus. Correct. Nama tunaingia ndani ya mpango mzima ubashiri wako. Hiki ni kitengo kinachoweka paruanja ratiba ya mechi za ligi kuu ya soka nchini Uingereza. Waingereza wanasema EPL Match Week 26 katika mzunguko wa 26 wa ligi kuu ya soka nchini Uingereza. Leo tunaye shakiki wa klabu ya Arsenal na tunakwenda kuangazia ratiba ya mechi hizo kwa faida tu ya mwekezaji, wale ambao wanapenda betting. Naam, uko vipi bro? Niko fiti. Uko chonjo? Safi. Mechi ya kwanza tunakwenda kuzungumzia ni mechi kati ya Chelsea na Leeds United ndani ya uga wa Stamford Bridge Jumanne hii tarehe 10 mwezi Februari saa 4:30 usiku. Chelsea Leeds. Mecheki Leeds Chelsea wote wamepick form fiti sana. Leeds I think the past 2-3 games wameshinda 2. Hizo wins zikikuja home. Wame struggle away kidogo hii season. But naona Chelsea pia wamepick form yao, wamewin jana. Despite ile midweek issues kidogo crisis, wameshinda. So it's a tough game, but Chelsea wako na hiyo home advantage. So I think tactically pia Rosenia ameprove is a manager among the top managers Premier League. Kicheki pia venye despite the loss ya Arsenal venye Chelsea walicheza ball hiyo game. So I think Chelsea to win, home advantage 2-1. Safi. Mechi ya pili Everton dhidi ya Bournemouth saa 4:30 usiku ndani ya uga wa Hill Dixon Stadium. Bournemouth Everton. Everton I think watakuwa home. Ndio. Results zao home zimekuwa fiti hii season, though hawajakuwa na hiyo consistency as such, but ukiangalia Bournemouth pia despite kulose Semenyo hii January, it's like bado hakuna major issue kwa squad yao. The younger attacks have come up very well, waki-ensure kwamba wana nini, wanaendelea kuprove wana deserve chance. Mtu kama Krupi, umeona Adli pia wame step up na wamefunga hiyo gap. So I think Bournemouth are very good team, playing very good football. Everton wana struggle kidogo. For me I think Bournemouth despite kwa away na possibility ya kushinda hiyo game 2-0. Yes. Mechi ya tatu Tottenham Hotspur dhidi ya Newcastle United saa 4:30 usiku ugani Tottenham Hotspur Stadium. Mubashiri wako wa mechi hiyo? Tottenham a lot of issues. I think background issues, zenye boardroom issues zenye zina affect pia team from the top management. A bunch of good players Tottenham, but tumeona wakilose captain wao jana against Man United due to discipline issues pia. Na atakuwa nje for like 4 games I think, because hii ni second red card ya season. So kiangalia pia on the other side hiyo timu nyingine awase wanacheza ball fit. So it's going to be a very tough match.
compared Tottenham pia the kind of injuries zenye kuna, I think wako na 6-7 players wenye ni believed ni starters kwa team wenye wako kwa injuries, so Tottenham wana struggle in as much as they put in a good second half performance against City, but tuliona jana walikuwa outplayed completely na Man United, so na cheki Tottenham wanaweza lose hiyo game home kweli 2-1 kweli. Safi. Mechi ya 4 West Ham United dhidi ya Manchester United saa 5:15 usiku uwanjani London Stadium. West Ham Man United. Ndio. Man United watashinda hiyo game. I think jana ilikuwa game ya 4 ya Karika. 4 ama ya 5? Ya 4. Ya 4. Yes. 4 wins in a row in the Premier League. Yes. Man United hawana any other competition. Ndio. Wana competing. Focus ni full kwa Premier League. Ndio. Focus yao ni top 4. Kweli. So nikicompare West Ham. Ndio. On the other hand, yes, wamewin I think the past 2 games. Ndio. Wameshinda. Ndio. But against Man United I think it's an uphill task for them. So watalose your game 2-0. Safi. Jumatano tarehe 11 Februari, mechi ya 5 Aston Villa dhidi ya Brighton saa 4:30 usiku ugani Villa Park. Aston Villa at home, a very very dangerous team. Ndio. Wame struggle kidogo of late, the past I think 3 games. Ndio. Wamekuwa na mtu kama Watkins amekuwa na knocks kidogo, amemiss game kadhaa. Tielemans ako nje. Najua hawa ndo one of the best players kwa hiyo squad. So nikiangalia advantage ya home, Villa wamekuwa this season wamegrind results. In as much as wanaweza kuwa wamecheza vibaya kwa game, but they know how to win games at home. So advantage kwa Villa 3-1. 3-1. Yes. Safi. Mechi ya 6 klabu ya Crystal Palace dhidi ya Burnley saa 4:30 usiku ugani Selhurst Park. A lot going on Crystal Palace. Kwa board yao pia issues na managers wao. I think sometime back manager alikuwa amesema ana serve contract amalize aende. Ndio. So it's a very difficult position. Ndio. Kwa club yenye ama players wenye wanajua tuko under manager mwenye anaenda at the end of the season. Ndio. Tumecheki pia kumekuwa na issues za transfer. Ndio. Venye transfers zimekuwa handled, manager amecome out clearly akicomplain venye hana support kutoka kwa board. Ndio. So Crystal Palace, Burnley, Crystal Palace a very good team, yes. Yeah. But currently form yao ni mbaya. Yeah. Wame struggle. Yeah. Na Burnley pia I think one of the worst teams kwa hii season in the Premier League, pamoja na Wolves. Yeah. But Crystal Palace given the advantage at home, London derby, playing for the pride of the club, I think wanaweza shinda hiyo game 1-0. 1-0. Yes. Safi. Mechi ya 7 Manchester City dhidi ya Fulham saa 4:30 usiku ugani Etihad. Manchester City na Fulham. Manchester City wounded lion. Ndio. Nimecheka Pep akikame out na so many mind games. Ndio. After win yake against Newcastle na kujua anapatana na finals na Arsenal. Ndio. Fulham also a very good team, a very solid team, wakiche in the Premier League this season. But naona City wakiwashinda na hiyo experience. City want it more. They still feel they're in the race for the Premier League. So I think City watashinda hiyo game 2-1. Safi. Mechi ya 8 Nottingham Forest dhidi ya Wolves saa 4:30 usiku ugani City Ground. Ubashiri wako wa mechi hiyo? Wolves. Nottingham Forest. Ndio. Nottingham Forest watashinda. Unaona Wolves wame pick up kidogo form. Ndio. But results zimekuwa very tricky. They are not getting the results. They are playing good football but results hazikuji. So I think Nottingham Forest are very solid team. Good players.
a solid tactical approach ya every game depending on the opponent wenye wanacheza naye. Yep. So kicheki comparison ya the two teams, Yes. Forest wako na advantage, given the kind of players pia wako nao. So Forest to win 2-0. Safi. Mechi ya 9, Sunderland dhidi ya Liverpool saa 5:15 usiku ugani Stadium of Light. Ubashiri wako wa mechi hiyo? Liverpool. Ndio. Liverpool atashinda. Naam. Think ile purple patch ili affect kidogo drop of form. Yes. But I think wamerudi in shape. Ndio. Compared na results zao. Ndio. So naona Liverpool wakipick results kwa hiyo game. Kweli. 3-1. 3-1. Yes. Safi. Mechi ya 10 na ya mwisho Alhamisi tarehe 12 mwezi Februari, Brentford dhidi ya Arsenal, timu yako, saa 5 usiku ugani Gtech Community Stadium. Brentford a really serious opponent. Ndio. London derby. Brentford wamesumbua Arsenal. Ndio. Since wakwe promoted. Ndio. A very tough fixture. Ndio. Since wakuje kwa Premier League. Ndio. But given the kind of form Arsenal tuko nayo na Brentford, it's going to be a very tactical game. Yep. A game of who takes their chances. Yes. Kiangalia wako na a very good striker. Yes. In Thiago. Yep. So kiangalia Arsenal pia we have picked results this season. Madi tukua expected to drop points. So I think it's going to be a tough match. But Arsenal to win 2-1. 2-1. Safi. Kabla hatujahitimisha kitengo cha ubashiri wako, ningependa kama shabiki wa Arsenal uweze kuzungumzia mechi kati ya Arsenal na Sunderland, magoli 3-0. Unaizungumziaje mechi hiyo ndani ya uga wa Emirates? I think Arsenal Sunderland a very good performance. Ndio. Liona support ya players pia. Ndio. After kidogo a few results zenye hazikuwa furahisha. Ndio. Tumeona supporters after Arteta amewaongelesha pia at least rallying them to support the team. Hata kama tumekuwa na a bad stretch ya game in between, because imekuwa a bit of an issue this season na Arsenal fans wakiona vitu haziende venye wanataka. Ndio. Unaona hiyo morali ya nini inaenda chini nini, but the fans were fantastic jana. Ndio. Throughout the game. Yeah. Kuna time Sunderland kidogo walikuwa ni kama wanaweza come back. Ama wanaweza change results za hiyo game. But fans wakastick na team despite hiyo hardship kidogo. So I think Arteta is now hiyo belief imeanza kuwa kwa players pamoja na management team na coaches kwamba we are getting closer. Tunafika home stretch. So we don't have to lose ourselves. Let's play for the 3 points. Sasa zingine game inaweza kuwa mbaya, but tukicollect hiyo 3 points, that's what matters kwa Premier League. So I think kila mtu alielewa task yake jana. Tuliona player kama Odegaard, Saka walikuwa out na injuries, Mikel Merino amekuwa out na injuries. But I think the players who came in at least showed. I'm very excited kuona Kai Havertz amerudi. Umse anatupatianga, there's something that Kai Havertz provides yenye hakuna kwa player mwingine Arsenal. Deep runs zake, kudefend, winning hizo long balls, final passes kwa nini. So Declan Rice ameprove huyu ni mse, we can count on him. Whether anacheza kama striker, anacheza kama 10, anacheza kama 8, always perform role yake venye iko expected. So I think with such kind of players coming back to the team na wenye at least wako na point ya kuprove, because Kai Havertz amelose hajacheza game mob season, amelose a lot of football due to injury. So I think Sunderland pia walimiss Xhaka kwa hiyo midfield. Kicheki there was no sense of leadership kabisa. But at least waliprove despite kulose leader wao, they can still push a team like Arsenal to the extreme. So I think it was a good game, but technically Arsenal walikuwa better kwa shinda. Kweli. Yes. Safi, huyo ni shabiki shakiki wa klabu ya Arsenal akiwa na imani kwamba
wataweza kuandikisha ushindi dhidi ya klabu ya Brentford siku ya Alhamisi wiki inayokuja, na wanasema Waswahili kwamba kilicho na mwanzo hakikosi mwisho, na hapo ndipo tunahitimisha kipindi chetu EPL Mtaani, tukiwa tunakuaga kwa msemo kwamba asiyeshukuru ni kafiri. Hadi Jumapili ijayo, Aluta continua.